Hiki ni kiumbe gani ulichokizaa? Mwanamke Paulo alifoka kwa hasira alipomtazama mtoto mchanga ambaye mke wake Asha alikuwa amemzaa tu. Hadithi inavyoanzia. Asha alikuwa mwanamke mrembo kupindukia, ndoto ya kila mwanaume katika kijiji cha Nachingwea. Alipokuwa binti mdogo aliyekuwa tayari kuolewa, kila mwanaume katika kijiji cha Nachingwea alitamani awe mke wake, kwa sababu hakuwavutia tu kwa sura yake nzuri bali pia kwa tabia zake njema na malezi mazuri aliyopokea kutoka kwa wazazi wake. Kwa wanaume wengi waliokuwa na nia ya kumuoa Asha, mojawapo ya sababu kuu ilikuwa ni matumaini ya kupata binti mrembo ambaye angefanana na mama yake. Miongoni mwa wanaume wote waliomtaka Asha, alichagua Paulo kwa sababu alikuwa mtu jasiri aliyekuwa anajua anachotaka na alikuwa anampenda Asha kwa moyo wake wote. Asha na Paulo walifunga ndoa na ndoa yao ilianza vizuri. Baada ya mwaka mmoja wa ndoa, Asha alipata ujauzito. Paulo alifurahi sana alipogundua kuwa Asha alikuwa mjamzito wa mtoto wa kike. "Nina furaha sana kumpata," alisema. "Atakuwa mzuri kama wewe," Paulo aliongeza akiwa na furaha. Mbali na Paulo, kila mtu kijijini alitaka kujua mtoto wa Asha atakuwa na sura gani. Wengi walitabiri kwamba angekuwa mrembo hata zaidi ya mama yake. Usiku wa kujifungua ulipowadia, Asha alianza uchungu wa kuzaa. Wanakijiji walikusanyika karibu na nyumba yake, wakisubiri kwa hamu mtoto huyo aje duniani. Wakunga waliobobea na wenye uzoefu walikuwa ndani ya nyumba ya Asha, wakimsaidia katika mchakato wa kujifungua. Kadri uchungu ulivyoendelea, wakunga walimfariji Asha kwa maneno ya pole na miguso ya upole. Saa ziliendelea kupita na hatimaye, kwa kusukuma kwa nguvu ya mwisho, Asha alijifungua mtoto wake wa kike. Mkunga alichukua haraka mtoto mchanga, akamwosha na kumkagua. Ghafla, ukimya mzito ulianguka ndani ya chumba. Wote walitazamana kwa mshangao, midomo wazi. Mtoto wa Paulo na Asha alikuwa na kichwa kikubwa isivyokuwa kawaida, kikubwa mno kwa mtoto mchanga. Paulo alikimbilia ndani ya chumba akiwa amejawa na shauku ya kumwona binti yake mrembo, lakini alishangazwa na kile alichokiona. Aliposimama mbele ya mtoto aliyekuwa amelazwa, uso wake ulijawa na hasira kali. "Hiki ni kiumbe gani ulichokizaa, mwanamke?" Paulo alipaza sauti kwa hasira. Kisha aligeuka na kutokomea nje ya chumba kwa hasira kali. Asha naye alibaki ameduaa. Alishindwa kuelewa jinsi gani kichwa cha mtoto wake kilivyokuwa kikubwa kiasi hicho. Alijawa na hofu ya kumbeba, lakini alipomsikia mtoto akilia kwa mara ya kwanza, moyo wake ulijawa na huruma. Alimkumbatia, akambusu na akamwita jina lake, Neema. Miaka ilivyopita, kichwa cha Neema kiliendelea kuwa kikubwa. Aliendelea kudhihakiwa kila siku na watoto pamoja na watu wazima kijijini. Watu walikuwa wakimcheka na kumuita Neema Kalabashi, wakimaanisha kichwa chake kinafanana na kibuyu. Kila alipopita barabarani, walimnyoshea vidole, wakacheka na kusema maneno ya kejeli. Miongoni mwa watu wote waliomdhalilisha Neema, mtoto wa mfalme wa kijiji hicho aliyeitwa Yona alikuwa na uonevu wa hali ya juu dhidi ya Neema. Yona alikuwa akimchezea vibaya kila mara, hasa pale alipokuwa amechoka au kubanwa na hofu ya maisha ya kifalme. Mara kwa mara Yona alikuwa akituma walinzi wake wa kifalme kumleta Neema kwenye jumba la kifalme kwa lengo la kumdhalilisha hadharani. Alikuwa akimtania kwa maneno ya kejeli, akimwambia awe anaweka vitu kichwani mwake kama sinia. Kisha yeye na marafiki zake wangetabasamu kwa kejeli na kucheka kwa sauti kubwa. Haya yote yalichoma moyo wa Neema kwa kina. Alikuwa akilia usiku na mchana, akitamani lau kichwa chake kingekuwa cha kawaida kama cha wengine kijijini. Mama yake alikuwa akimfariji kila mara, akimwambia asijali maneno ya watu. "Usisikilize dhihaka za wanakijiji wala mtoto wa mfalme, binti yangu," Asha alimwambia. Lakini baba yake Paulo hakutaka hata kumwona. Aliendelea kumchukia Neema. Hakuwahi kumwita binti yake. Hakutaka hata awe karibu naye. Wakati wanakijiji na mtoto wa mfalme walipokuwa wakimcheka na kumdhalilisha Neema, mara nyingi alikuwa akikimbilia msituni kujiokoa kisaikolojia. Msitu ukawa sehemu yake ya faraja, mahali ambapo aliweza kusahau matusi ya kijijini na kupata amani.
Alitumia muda mwingi akizunguka msituni akitazama mimea na maua na kuvutiwa na uzuri wa maumbile ya asili. Baada ya muda, kwa kuwa alikuwa msituni mara nyingi, Neema alianza kujifunza kuhusu tiba asili. Alianza kutambua kuwa baadhi ya mimea ilikuwa na harufu ya ajabu na mingine ilikuwa na uwezo wa kuponya majeraha. Akiwa na shauku ya kujifunza zaidi, alianza kujaribu kuchanganya majani mbalimbali, kuchanganya chai za mitishamba na kutengeneza mikorogo ya asili. Aliandika kila athari aliyoiona. Alijifunza kuwa baadhi ya mimea inaweza kupunguza maumivu, kushusha homa na hata kuponya majeraha. Wengine walikuwa na uwezo wa kumfanya mtu apate usingizi mzito. Neema aliendelea kutengeneza mikorogo kwa matumaini kuwa siku moja angepata tiba ya kichwa chake kikubwa. Siku moja, kijiji kilikuwa kimepambwa kwa ajili ya sherehe kubwa ya tamasha. Wanakijiji wote walikuwa wamekusanyika kwenye uwanja wa kijiji wakifurahia muziki, chakula, michezo na vicheko. Neema pia alikuwa pale akiwa amevaa mavazi rahisi lakini safi, akijaribu kujisahaulisha na maisha yake ya kila siku. Lakini mtoto wa mfalme Yona alipomwona hakukosa nafasi ya kumdhalilisha tena mbele ya umati. Alipanda jukwaani katikati ya uwanja wa kijiji na kusema kwa sauti kubwa, "Waheshimiwa wanakijiji, leo tunalo shindano la kipekee kuona nani anaweza kubeba matufaha mengi zaidi juu ya kichwa chake." Watu wote waligeuka wakimsikiliza kwa makini, wakidhani ni mchezo mpya wa kufurahisha. Yona aliendelea, "Lakini mtu mmoja tu ndiye anaweza kushinda mchezo huu, imleteni hapa Neema. Kichwa chake ni kikubwa kama kalabashi, anaweza kubeba tufaha 100." Umati ulilipuka kwa vicheko. Neema alitetemeka kwa aibu. Alitaka kukimbia lakini miguu yake haikumsikiliza. Macho yake yalitazama chini kwa aibu na huzuni. Yona, akifurahia vicheko vya watu, alimkabidhi kikapu kilichojaa matufaha na kusema kwa kejeli, "Twende basi, Neema Kalabashi. Tuonyeshe kipaji chako." Neema alinyanyua macho yake kwa aibu na kusema kwa sauti ya chini, "Tafadhali acha." Lakini Yona alicheka zaidi, "Usiwe na huzuni, Neema. Tunafurahia tu kidogo." Kwa mikono iliyokuwa ikitetemeka, Neema alichukua tufaha moja na kulitia kichwani. Kisha la pili. Watu wakatulia wakitazama kwa hamu. Alipojaribu kuweka la tatu, lilianguka chini. Umati ukaripuka tena kwa vicheko vya dharau. Yona alipiga makofi na kusema, "Hata kwa kichwa hicho kikubwa hawezi kubeba matufaha matatu." Neema alibubujikwa na machozi. Aliokota matufaha yaliyodondoka haraka na kukimbia kwa kasi, akiacha uwanja ukiwa umejaa kelele za dhihaka na vicheko vya watu. Aliendelea kukimbia hadi akafika kwenye ukingo wa kijiji, kisha akaingia msituni. Hatimaye alisimama na kupiga magoti chini ya mti mkubwa akilia kwa uchungu. Akiwa bado anajifuta machozi, alisikia sauti ya maumivu jirani. Alishtuka, akatazama huku na kule na kumwona kijana mmoja amelala chini, amejeruhiwa vibaya. Uso wake ulikuwa na majeraha makubwa, mikono yake ilikuwa imejaa michubuko. Neema alisita kwa sekunde chache akitafakari kama amsaidie au la. Lakini moyo wake wa huruma ulimshinda. Alikimbia na kupiga magoti karibu naye, akasema kwa sauti ya upole, "Uko sawa? Unaweza kunisikia?" Kijana huyo alifumbua macho yake kwa tabu, akajaribu kuinuka lakini akashindwa. Kwa sauti dhaifu alisema, "Nimeshambuliwa na wanyang'anyi, walichukua kila kitu na kuniacha hapa." Neema alimtazama kwa huruma, akasema kwa sauti ya pole, "Unahitaji msaada? Tafadhali ngoja hapa." Alikimbilia haraka kuchuma baadhi ya majani aliyoyafahamu, akayarudisha kwa yule kijana. Alipoyaweka kwenye viganja vyake, aliyasaga kwa mikono hadi kuwa kama uji wa majani. Kwa upole akaanza kupaka majani hayo kwenye vidonda vya uso na mikono yake. Mara moja damu ilianza kusimama. Maumivu yakapungua. Yule kijana akamtazama kwa mshangao na kusema, "Maumivu yamepungua, Wewe ni mganga?" Neema alitabasamu kwa upole,
Najua kidogo tu kuhusu majani. Kijana huyo alisema. Asante. Jina langu ni Shomari. Kama usingekuwepo hapa ningekufa. Neema alisema kwa sauti ya upole. Jina langu ni Neema. Akamchukua na kumsaidia kusimama, kisha wakatembea pamoja kuelekea kijijini. Walipofika nyumbani kwao Neema, baba yake Paulo alikuwa mlangoni. Alipowaona, uso wake ukageuka wa hasira. Wewe msichana usiye na maana. Unafanya nini tena? Si tu unazurura msituni kila siku, sasa unarudisha wageni nyumbani. Neema alitetemeka kwa maneno ya baba yake. Alitaka kujieleza, lakini kabla hajasema kitu, mama yake Asha alikuja na kusema kwa upole, mume wangu, tafadhali msikilize. Alimkuta mtu huyu akiwa amejeruhiwa na alitaka tu kumsaidia. Paulo aling'aka. Sawa basi, lakini hatakaa ndani ya nyumba hii. Atalala nje kwenye kibanda cha ng'ombe. Wiki moja tu, si zaidi ya hapo. Neema alitikisa kichwa kwa shukrani, akampeleka Shomari kwenye kibanda, akamwandalia chakula na maji. Alimhudumia kwa upole kila siku, akimletea dawa zake za mitishamba na kumpaka vidonda. Wiki ilivyopita, Shomari alianza kuimarika. Majeraha yake yalipona, lakini kovu kubwa likabaki usoni. Watu walipoanza kumwona akitembea na Neema mara kwa mara, wakaanza kuongea, angalia hawa wawili, mwanamke mmoja alinamia. Kovu usoni na kichwa cha kalabashi, wameumbwa kwa ajili ya kila mmoja. Mwanaume mwingine akaongeza kwa dhihaka, labda anadhani kuwa anapotengeneza mikorogo ya mitishamba ataweza kuondoa kovu usoni kwa Shomari. Yona aliposikia hayo hakuweza kujizuia. Alisema kwa dhihaka, ni wazi kuwa Shomari ndiye mtu pekee wa kuwa naye. Wamefanana kabisa. Kisha akasogea karibu nao na kumwambia Neema, Neema, kwa nini hupendi vitu vizuri? Kati ya watu wote umechagua mtu wa aina hii. Yaani, mtu wa kuchunga nguruwe na uso wenye kovu. Hivi ndivyo unavyojiweka? Neema aliumia sana moyoni, lakini hakujibu. Alimtazama Shomari, naye pia alikuwa ameumia. Kisha akamwambia kwa sauti ya chini, twende zetu. Walipotembea kwa ukimya, Shomari alisema, samahani Neema, labda ni bora tusitumie muda mwingi pamoja. Neema alikamata mkono wake. Tafadhali usifikirie hivyo. Sijali wanachosema. Wote walinikataa. Wewe ndiye mtu pekee aliyenikubali hivi nilivyo. Shomari alitabasamu polepole na kusema, asante. Urafiki wako ni zaidi ya kitu chochote nilichopata hapa. Neema akasema, siku moja tutajikuta tuko na wapenzi wanaotupenda jinsi tulivyo. Mpenzi msikilizaji, kabla hatujaendelea na simulizi hii, naomba ulike video yangu ili nijue kama umeipenda. Asante sana. Basi siku moja janga lilitokea kijijini. Mlipuko wa ugonjwa wa ajabu ulianza kusambaa kwa kasi. Chanzo kilibainika kuwa ni uchafuzi wa chanzo cha maji cha kijiji. Watu wengi walikuwa wakiugua ghafla kwa homa kali, kutapika na kuishiwa nguvu. Hata mfalme mwenyewe alianguka na kulazwa kitandani. Mganga mashuhuri wa kijiji aliyesifika kwa kutibu magonjwa ya kila aina alijaribu kila dawa aliyoijua bila mafanikio. Hofu ilitanda kijijini, watu walikufa mmoja baada ya mwingine, huku familia zikiomboleza na watu wakipoteza matumaini. Katika hali ya kukata tamaa, wanakijiji walimkumbuka Neema. Watu wale wale waliokuwa wakimcheka walimjia kwa unyenyekevu, wakiomba msaada wake. Lakini Neema kwa hasira alikataa mara ya kwanza. Kwa nini niwasaidie? Hivi wamesahau kuwa mimi ndiye yule waliyekuwa wakimdhalilisha? Mimi ndiye Neema Kalabashi mliyenicheka kila siku. Na waache mteseke. Mama yake Asha alimsihi kwa machozi, binti yangu, tafadhali usilipe ubaya kwa ubaya. Una moyo mzuri. Usiwaruhusu wakupotezee utu wako. Tumia kipawa chako kuwasaidia, huenda Mungu amekupa zawadi hiyo kwa sababu ya siku kama hii. Maneno ya mama yake yalimgusa.
Neema aliinamisha kichwa na kusema, Mama, kama si wewe nisingekubali. Sawa. Nitawasaidia. Akiwa na Shomari walikwenda msituni kuchuma mimea ya tiba. Walifanya kazi usiku na mchana kutengeneza mikorogo ya mitishamba. Neema alijitolea kwenda kwa wagonjwa akiwaweka chini ya uangalizi wake. Aliwapaka dawa, kuwapa chai za mitishamba na kubaki nao hadi walipopata nafuu. Polepole watu walianza kupona. Mfalme pia alipona na kijiji kilianza kurudi katika hali ya kawaida. Watu walikuwa wakimtazama Neema kwa mshangao na heshima. Walimshangilia wakimsifu kwa ujasiri wake na moyo wa huruma. Siku moja wakati wa mchana, Neema alikuwa amelala kitandani kwake kutokana na uchovu. Mama yake aliingia kwa haraka akimpapasa begani kwa furaha. Neema, Neema, amka. Kuna mtu anataka kukuona. Neema alipofumbua macho alisema kwa sauti ya usingizi, nani tena mama? Njoo tu uone, mama yake alisema huku akitoka nje kwa haraka na furaha isiyoelezeka. Neema alivuta shuka taratibu na kutoka nje. Alishangaa kuona watu wengi wakiwa wamesimama nje ya nyumba yake wakiwa na zawadi, vyakula, vinywaji, nguo za kifahari, vito vya thamani, na miongoni mwao alikuwepo Shomari akiwa amevaa vizuri na akiwa na tabasamu. Mwishoni mwa kundi hilo alikuwepo Yona, mtoto wa mfalme. Aliposogea mbele, alipiga magoti moja na kutoa pete ya uchumba kwa Neema. Na kuomba uwe mke wangu, Yona alisema kwa sauti ya staha. Watu wote walibaki kimya wakisubiri jibu la Neema. Neema alimtazama kwa uso usio na hisia. Alimtazama kwa sekunde kadhaa, kisha bila kusema neno aligeuka na kuelekea kwa Shomari aliyekuwa amesimama pembeni akiwa amevunjika moyo. Neema alisimama mbele yake na kusema, Shomari, ni lini utanieleza unavyonihisi? Au utaendelea kuficha? Shomari alishtuka. Ulijua? Aliuliza kwa mshangao. Niliogopa kusema. Sina kitu cha kukupa zaidi ya kovu hili usoni na maisha ya ufukara. Neema alitabasamu kwa upole na kusema, ungeongea tu. Hata mimi nina kovu la moyoni. Wewe si peke yako. Kisha bila kusita, Shomari alipiga magoti akamshika mkono na kusema, Neema, wewe ni mtu wa ajabu, jasiri, mwenye huruma na mrembo wa kipekee. Nimekupenda tangu siku ile ulinisaidia msituni. Je, utakuwa wangu si tu kama rafiki, bali mwenzi wa maisha? Neema, machozi yakimtoka, alisema bila kusita, ndiyo, Shomari. Nitakuwa nawe milele. Walikumbatiana na kumbusu kwa upole, huku umati wote ukiwa kimya kwa mshangao. Waliokuwa wakimcheka Neema hawakuamini. Waliangalia kwa mshangao mkubwa. Yona, bado akiwa amepiga magoti, alibaki ameduaa, uso wake ukijaa aibu. Hakuwahi kudhalilishwa mbele ya watu namna hiyo maishani mwake. Aliposimama, alijikuta akivuta pumzi kwa hasira, akijaribu kuzuia machozi ya fedheha. Baada ya tukio hilo la aibu kwa mtoto wa mfalme Yona, wanakijiji waliendelea kunena kuhusu ujasiri wa Neema na uamuzi wake wa kumpendelea Shomari kuliko mwana wa kifalme. Lakini Yona hakuishia hapo. Baadaye jioni hiyo, baba yake Neema, Paulo, alisubiri Neema arudi nyumbani. Alipomwona akiingia, alimwambia kwa hasira, sasa umethibitisha. Wewe hujawahi kutaka mambo mazuri maishani mwako. Ulimkataa mtoto wa mfalme kwa sababu ya yule kijana wa nguruwe, msela ambaye hana chochote cha kutoa kwako. Neema alimtazama baba yake kwa uchungu akasema, Baba, kama huwezi kuikubali hali yangu na unajuta kuwa mimi ni binti yako, niambie tu. Nitaondoka. Siwezi kuendelea kuishi mahali ambapo nahukumiwa kwa mwonekano wangu na chaguo langu la moyo. Bila kuwa na pa kwenda, alikimbilia chumbani kwake akiwa amejawa na maumivu. Usiku huo, mama yake Asha aliingia chumbani kwa utulivu na kukaa pembeni ya kitanda cha binti yake. Alimshika mkono na kusema kwa sauti ya huruma, usikasirike na baba yako, Neema. Anajali sana kuhusu maisha yako.
Ni kweli anasema kwa ukali, lakini moyo wake una hofu ya kukupoteza. Lakini pia, binti yangu, unampenda huyo Shomari kwa dhati kweli? Neema alimjibu, nampenda mama. Nampenda kwa sababu aliniona pale ambapo kila mtu alinikataa. Lakini sijui hata anatoka wapi. Nimemuuliza mara kadhaa kuhusu maisha yake ya zamani, lakini kila mara anasema hajakumbuka. Mama yake alimtazama kwa makini, kisha akasema, ndiyo maana nimekuja kuzungumza nawe. Unampenda na hiyo ni vizuri. Lakini usiwe mtu usiyemfahamu kabisa. Hujui hata jina lake la kweli. Je, si ajabu mtu mzima kama huyo asiwe na kumbukumbu hata ya familia yake? Huwezi kujua kama anakuficha kitu. Neema alishangaa. Hakuwa amewahi kufikiria hilo. Mama, huenda una haki. Labda ni kweli Shomari anaficha kitu. Lakini siwezi kumwacha hivi hivi. Nitamuuliza tena. Huenda safari hii atakumbuka. Siku iliyofuata alfajiri, Neema alikwenda hadi kwa Shomari. Lakini kabla hajafika karibu, aliona walinzi wa kifalme wakiwa wamefika na mapanga, mikuki na panga. Walimvamia Shomari, wakamkamata na kumburuza huku akipinga. Neema alikimbilia kwa kasi na kusema kwa hofu, mnampatia nini? Huyu hana hatia. Lakini mmoja wa walinzi alimjibu kwa ukatili, hili ni agizo la mtoto wa mfalme Yona. Tujiepushe, msichana. Neema alipigwa butwaa. Alikimbilia ikulu mara moja, akamkuta Yona akiwa anacheka na marafiki zake wakinywa na kula. Bila woga alimsogelea na kusema, kwa nini umemtuma mtu wako amkamate Shomari? Huyu mtu hana kosa. Unafanya hivi kwa sababu nilikukataa. Watu wote waliokuwapo walishtuka. Yona alinyamaza, kisha akasema, usijifanye muhimu sana, Neema. Kumkamata huyo mtu haina uhusiano wowote na wewe. Tumepewa taarifa kuna msaliti kijijini, na kwa kuwa Shomari ndiye mgeni pekee, tunamchunguza tu. Neema alisema kwa hasira, uongo. Unatumia nafasi yako kumtesa mtu asiye na hatia. Huyu mtu ameokoa maisha ya watu hapa, akiwemo baba yako. Huyu ndiye unamdhania ni msaliti. Yona akasema kwa baridi, kama prince wa eneo hili nina haki ya kulinda watu wangu. Na hakika mtu asiyejulikana asili yake lazima achunguzwe. Na tena, nani amekupa ujasiri wa kuniongelea namna hiyo mbele ya watu wangu? Neema alimwangalia kwa macho ya hasira. Unaweza kuwa na mamlaka sasa, Yona. Lakini ukweli utajulikana, na siku hiyo itakapofika, utahukumiwa kwa uovu wako. Yona alikenua meno kwa hasira. Ondoka hapa, msichana mwenye kichwa kikubwa. Kwa siku 4 zilizofuata, Neema hakuwa na amani. Hakuweza kwenda msituni kutafuta dawa, hakuweza kula. Mama yake alimfariji kwa muda wote, lakini hakuweza kuondoa uchungu wa binti yake. Mwishowe, Neema aliamua jambo gumu, atakubali posa ya Yona ili tu Shomari aachiliwe. Lakini asubuhi ya siku aliyotaka kwenda kutoa jibu hilo, alipita karibu na ukumbi wa kifalme na akasikia sauti ya Yona akimwambia rafiki yake, namposa huyo msichana kwa sababu baba anataka. Anaamini kipaji chake cha tiba kitatusaidia. Lakini ukweli ni kwamba sitaki hata kumwona. Kichwa chake tu kinanichukiza. Wote wakacheka. Yona akaongeza, na huyo Shomari nipo mbioni kumua. Nimemwagiza askari aweke sumu kwenye chakula chake. Nitahakikisha anapotea bila mtu kujua. Neema alitetemeka. Alijificha kwa haraka, akishikilia kifua chake kwa maumivu makali. Lakini moyo wake ulikuwa thabiti. Aliamua kumtangulia mlinzi kwa mpango wake mwenyewe. Alienda nyumbani na kutengeneza dawa hatari, dawa ya kulala kwa saa 24 ambayo ingesimamisha mapigo ya moyo kwa muda kama mtu aliyekufa. Alijua ilikuwa hatari sana, lakini ilikuwa afadhali amue kwa muda kwa mpango wake kuliko achwe auawe na Yona. Asubuhi ilipofika, kama alivyoahidiwa, alipewa ruhusa ya kuonana na Shomari gerezani.
Alipoingia, Shomari alimkimbilia, wakakumbatiana kwa uchungu. Neema akamkabidhi kichupa cha dawa na kusema kwa sauti ya kutetemeka, na kuomba uniamini. Ukinywa hii, utaonekana kama umekufa, lakini nitakufufua ndani ya masaa 24. Tafadhali niamini. Shomari alimtazama kwa macho yaliyojaa mapenzi. Na kutegemea, Neema, na kuamini kwa maisha yangu yote. Akaikunja shingo na kunywa dawa yote. Dakika chache baadaye alidondoka chini na mapigo ya moyo yakasimama. Dakika chache baadaye askari aliyekuwa amebeba chakula kilichowekewa sumu aliingia gerezani. Alipofika alimkuta Shomari akiwa amelala chini, mwili wake ukiwa baridi na mapigo ya moyo yakikosekana. Alichungulia kwa hofu, kisha akakimbia kuripoti kwa Yona. Mtukufu, yule mgeni amekufa. Yona alitabasamu na kusema kwa sauti ya kutosheka, vizuri sana. Amekufa kabla hata ya kupewa sumu. Hiyo imeturahisishia kazi. Chukueni mwili wake mtupeni msituni. Sina muda wa mazishi. Wakati walinzi wawili walipochukua mwili wa Shomari kwenda kuutupa kwenye msitu wa kijiji, mmoja wao alipomwangalia kwa makini aliona alama ya ajabu kwenye shingo yake, ishara iliyochorwa kwa wino wa kifalme. Alishtuka. Subiri, unaona hii alama? Aliuliza kwa mlinzi mwenzake. Alama gani? Si kitu. Endelea, alijibu akiogopa kusema alichojua. Baada ya kumtupa msituni, mmoja wa walinzi wale wawili alijitenga na wenzake na kukimbilia mbali. Alikuwa na hofu kubwa na alihitaji kuthibitisha kitu alichokiona. Wakati huo huo, Neema ambaye alikuwa akiwafuata kwa siri, alitokea mara tu walinzi walipoondoka. Alikimbia kwa kasi na kumfikia Shomari. Alipofika, alipiga magoti na kufungua mdomo wake taratibu, akamiminia dawa ya pili ya kumrudisha katika hali ya kawaida. Moyo wake ulikuwa ukidunda kwa hofu. Alilia huku akisema, Shomari, tafadhali amka. Tafadhali usiniondoke, tafadhali. Hakukuwa na dalili yoyote. Alianza kulia kwa sauti, akigonga kifua chake kwa mikono, akimuita kwa sauti ya huzuni. Shomari, amka. Usiniondoke. Tafadhali, tafadhali. Baada ya muda mfupi wa ukimya mzito, Shomari alikohoa kidogo, kisha macho yake yakafunguka polepole. Alimwona Neema akilia huku akimkumbatia. Umefanikiwa, uko hai, Neema alisema huku akilia kwa furaha. Walikumbatiana kwa muda mrefu, huku machozi ya furaha yakiwatiririka. Walikaa pale kwa muda, Neema akimweleza kila kitu kilichotokea, kuhusu mpango wa Yona, kuhusu sumu, kuhusu uamuzi wake wa kujitoa mhanga. Shomari alimkumbatia na kusema, mpenzi wangu, tukae mbali na kijiji hiki. Hakuna anayetuona sisi kwa thamani. Lakini Neema alitikisa kichwa na kusema, hapana. Hatukukosea kitu. Hatutakimbia. Leo hii tutarudi kijijini na kumkabili Yona mbele ya kila mtu. Usiku walilala msituni wakiwa wamefungana kwa upendo na dhamira ya kuhitimisha mateso yao. Asubuhi yake kijiji kilikuwa kimekusanyika kwa tangazo maalum la Yona. Alisimama mbele ya watu wote na kusema, kama kuna yeyote aliyemwona Neema, amlete mara moja. Atapewa adhabu kali kwa uasi wake. Wakati bado akiongea, Neema na Shomari walitembea kwa ujasiri hadi katikati ya mkusanyiko huo. Watu wote walipigwa na butwaa. Yona aliduaa. Alimtazama Shomari na kusema kwa mshangao, vipi tena wewe? Ulipaswa kuwa mfu. Neema alisimama mbele na kusema, ndiyo, alipaswa kufa. Lakini niliokoa maisha yake kwa sababu nilijua unataka kumuua kwa hila. Wewe ni muuaji. Yona alipandwa na hasira. Alimrukia Neema kwa hasira ili ampige kofi, lakini kabla hajafanya hivyo, Shomari alikamata mkono wake kwa nguvu na kusema, usimguse tena. Sitakuruhusu. Yona alimtazama kwa hasira. Wewe ni nani hata useme nami namna hii?
Shomari alisimama imara na kusema, hata kama ni mtoto wa mfalme, huna haki ya kumtukana wala kumdhuru yeyote. Nikiwa hai hutamgusa. Wakati hayo yakitokea, askari mmoja wa kifalme aliyeona alama ya kifalme shingoni mwa Shomari aliwasili pamoja na mtu mashuhuri, mfalme mkuu wa falme 7. Kijiji kilishikwa na mshangao. Kila mtu alipiga magoti. Mfalme wa eneo hilo pia alitoka haraka kumlaki. Mfalme mkuu alipomwona Shomari, aliharakisha kumkumbatia, akasema kwa sauti ya furaha na machozi, "Mwanangu, wewe bado uko hai." Shomari aliduaa. Alimtazama mzee huyo kwa muda mrefu, kisha akasema, Baba, baba ni wewe." Mzee huyo alilia kwa furaha, "Ndiyo mwanangu. Nilidhani umekufa baada ya kushambuliwa. Nililia, mama yako alilia, lakini leo Mungu amenirudishia wewe." Watu wote waliangalia kwa mshangao. Kila mtu alianza kuzungumza kwa mshangao, Shomari ni mtoto wa mfalme mkuu, mtoto wa kifalme aliyepotea. Mfalme mkuu alikumbatia Neema na kusema, "Wewe ni jasiri. Umeokoa maisha ya mwana wangu. Mungu akubariki binti yangu." Kisha akamgeukia Yona na kusema kwa hasira, "Nilisikia jinsi ulivyomtesa. Ulitaka kumuua. Nitaweka kikao cha wafalme wa falme 7 na wewe na baba yako mtaondolewa madarakani. Hamstahili kuongoza watu." Yona na baba yake walisujudu wakiomba msamaha, lakini mfalme mkuu hakuwa tayari kusikia. Alimgeukia Shomari na kusema, "Twende nyumbani mwanangu. Watu wako wanakusubiri." Lakini Shomari alisema, "Baba, siwezi kuondoka bila huyu mwanamke. Huyu ndiye aliniokoa, alinilea, aliniamini. Ninampenda. Sitamwacha." Mfalme mkuu alitabasamu. "Basi harusi iwe haraka iwezekanavyo. Tufanye sherehe ya kifalme kwa mwana wangu na malkia wangu wa moyo." Siku ya harusi, Neema alivishwa vazi la kifalme akiwa mrembo kupindukia. Watu wote waliwahi kumcheka walialikwa na wote walibaki midomo wazi. Neema Kalabashi, yule msichana aliyedharauliwa kwa sura yake, alikuwa sasa malkia wa baadaye wa falme 7. Na aliolewa si tu na mfalme, bali na mpenzi wa kweli aliyempenda jinsi alivyo, kwa moyo wake, si kichwa chake. Hadithi hii inatufundisha kuwa thamani ya mtu haipimwi kwa mwonekano bali kwa moyo wa huruma, ujasiri na tabia njema. Kama umependa simulizi hii, naomba niambie ni nzuri hapo kwenye comment na usisahau kulike video yangu. Asanteni sana. Muwe na siku yenye baraka.